Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine ameibuka kwa mara nyingine tena akisema kwamba haamini kwamba Urusi inakubaliana na kufanya mazungumzo katika kumaliza vita hivyo, isipokuwa tu Urusi imeamua kufanya mashambulizi ili imalize vita hivyo. Zelensky amesema kuwa kama Urusi ingetaka kweli kumaliza vita, ingejikita katika diplomasia baada ya kuendelea kudhuru mitambo ya nyuklia ya Ukraine, lakini kufanya mashambulizi mazito ndani ya Ukraine. Iwapo Warusi wangekuwa na nia ya dhati ya kumaliza vita, wangejikita kwenye diplomasia, sio mashambulizi ya makombora, sio kukata umeme wala majaribio ya kudhuru hata mitambo yetu ya nyuklia, Zelensky alisema katika hotuba yake. Tuna taarifa kuhusu maeneo ambayo Urusi ilifanya upelelezi kwa ajili ya mashambulizi. Kila kitu kinaonekana wazi kuwa diplomasia sio kipaumbele cha rais wa Urusi Vladimir Putin, aliongeza rais huyo wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Ni lazima tukiri, hii ni muhimu kuendelea kuiwekea shinikizo nchi mvamizi, kwani chanzo halisi cha vita hiki kiko Moscow. Wiki hii tulifanya kazi ya kuhakikisha kuna shinikizo jipya na msimamo wa wazi wa dunia dhidi ya Urusi, Zelensky alisema. Hata hivyo, anaamini kwamba moja kati ya mambo ambayo wakati huu nchi za Ulaya zinaweza zikafanya pamoja na Marekani ni kuiwekea shinikizo zaidi Urusi katika kila jambo. Hii itasaidia katika kuhakikisha Moscow haiwezi kufurukuta mbele ya watu wa Ulaya. Hata hivyo, ndani ya miaka minne mataifa magharibi yalijiingiza katika vita hivyo, lakini ni vita ambavyo mataifa hayo hayakuweza kufanya chochote wala lolote dhidi ya Urusi na hawakuweza kuishinda, na bado wanaendelea na mipango ya kutaka kuisaidia nchi ya Ukraine. Mwaka 2022 Urusi ilianzisha operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine katika kile inachoamini kwamba ni katika kutetea maslahi yake, hasa linapokuja suala la ulinzi na usalama, ambapo nchi ya Ukraine ilikuwa na mipango ya kujiunga katika NATO, lakini Urusi ilisema hili halitowezekana. Moja kati ya mambo ambayo hadi wakati huu Urusi ilieleza ni kwamba ipo tayari kuachana na vita hivyo, isipokuwa ni baada ya Ukraine kuondoa wanajeshi wake katika maeneo ambayo Urusi tayari imeshayatangaza kuwa sehemu yake, lakini pia ni kuhakikisha kwamba taifa hilo haliwi mwanachama wa NATO. Kadhalika ni kuhakikisha kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaondoka mamlakani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Urusi, lakini ni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye anasema kwamba taifa la Urusi halihitaji kufanya mazungumzo, isipokuwa linataka kuendeleza ubabe wa vita, kuharibu miundombinu ya taifa hilo na kutengeneza mazingira mabovu ndani ya taifa hilo. Hata hivyo, nchi ya Urusi imechukua udhibiti wa maeneo mawili ya makazi nchini Ukraine. Vikosi hivyo vimechukua udhibiti katika maeneo ya Pavlivka katika eneo la Zaporizhia nchini Ukraine, ambapo kulikuwa na wanajeshi wengi wa Ukraine, lakini eneo lingine la Novopavlivka mkoani Donetsk. Haya yamesemwa leo na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Urusi imeendeleza mashambulizi makubwa katika miundombinu ya Kharkiv, kama alivyosema rais wa Ukraine. Meya wa Kharkiv Ihor Terekhov alisema kuwa kituo kimoja muhimu cha miundombinu kimeharibiwa mjini humo kutokana na mashambulizi ya Urusi. Lakini kwenye ujumbe wake katika mtandao wa Telegram, Terekhov amesema adui alishambulia kituo hicho kwa makombora kadhaa na kusababisha uharibifu mkubwa, na hata hivyo hakutoa maelezo yoyote kuhusu aina ya kituo kilichoshambuliwa. Katika hatua nyingine, wafanyakazi wa ukarabati wa dharura wanafanya kazi kwa bidii ili kurejesha nguvu ya umeme mkoani Kiev nchini Ukraine baada ya mfululizo wa mashambulizi ya Urusi dhidi ya miundombinu ya nishati, ambapo imewaacha raia wa eneo hilo katika baridi kali katika msimu huu wa baridi ambao unaendelea huko Ulaya. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.